Tumzungumzie Jonathan Kangalombo. Umemwona alicheza Mwanza pale. Sasa watu wakasema muda ukutosha vile vile, tunahitaji kumuona. Umemwonaje jana? Kuna kitu bado anacho ambacho anaweza kakiofa Yanga endapo atapata muda zaidi na hata msimu unaokuja. Kuna baadhi ya viashiria ukiviona kwa mchezaji unagundua kwamba huyu mchezaji kuna namna anaufahamu mpira. Kutokana pia na position ambayo anaicheza kiwanjani. Kwanza ni kiungo mshambuliaji kutokea pembeni. Kwa hiyo you need to know kwamba una demand kasi kutoka kwake, utulivu wake kwenye eneo la mwisho, passing yake, tabia zake ni zipi akiwa na mpira mguuni, na uwezo wake wa kwenda kushambulia na kuzuia anachangia kwenye timu kwa kiasi gani. Kwa hiyo for me ni mchezaji ambaye namuona ni mzuri, lakini changamoto yake kubwa ni fitness level ambayo yuko nayo, kwa maana ya utimamu wa kimwili. Bado sioni kama yuko fit kulikweli Jumayo, na ndio maana Mwalimu Milaud anampa dakika chache kwa ajili ya kuangalia kwamba yes, hizo dakika anazokupa namna gani ambavyo unaweza kuzitumia kuendelea kugain hiyo fitness. Kwa hiyo kama anakuwa fit, ni mchezaji ambaye ni silaha ambayo Young Africans wanaweza kaa hawana pia. Ni kiungo mshambuliaji ambaye mara nyingi anapendelea zaidi nimeona kufanya movement bila kuwa na mpira mguuni. Ukiwa kama mlinzi mara nyingi upendi kucheza na wachezaji wa aina hii, kwa sababu atakupa tabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza muda wote atakuwa anaomba mpira nyuma safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo unahitaji kumfanyia marking ya maana muda wote, lakini pia ni aina ya wachezaji ambao technically wamebarikiwa, kwa maana kwamba akiwa na mpira mguuni, touch yake, dribbling yake, tunasema mental silence, utulivu wake wa kiakili akiwa na mpira mguuni yuko vizuri. Kwa hiyo tusubiri tuone, kwa sababu inawezekana pia akawa anafanya hivi vitu, lakini bado tukahitaji kumuona kwa upande wa pili, kwa maana kwamba anaweza kafanya kwa muendelezo. Na wakati nakusikia Magunga unaanza nikatamani nikuulize kwamba kile ulichokisema, maana ulianza kusema Jiona anaonekana anajua mpira. Unaweza ukatukumbusha out of curiosity tu, yani kinyume cha hiyo hali, kuna siku ipi ambayo uliona labda kwenye timu zetu hizi kuna mchezaji amesajiliwa alafu wewe impression yako ya kwanza, bwana huyu jamaa hamna kitu hivyo ambavyo yani umesema kwamba kuna viashiria sasa kinyume chake, lini umewahi kuiona? Wapo baadhi ya wachezaji, ndio tutajie mmoja hapa siwezi kuorodhesha. Unakuwa mkweli na maoni yako. Wapo baadhi ya wachezaji. Unajua kuna mchezaji ukimuona tu siku ya kwanza unasema kamanda pale pana mchezaji. Unajua kuna zamani kwenye English Premier League kulikuwa na Southampton wakati wanafundishwa na mtu mmoja aitwa Graham Souness, mchambuzi yule ambaye alikuwa anamponda sana Paul Pogba. Alikuwa kocha pale. Kuna mchezaji aliwahi kuja anaitwa Ali Dia. Yule jamaa alikuja kwa tagi ya kwamba yeye ni cousin wa Jojuea. Na ni mmoja kati ya wachezaji wachache ambao wamewahi kukumbwa na ile dhahama, yani mechi yake ya kwanza anaingia, afu baada ya kama dakika 10 kocha anaona hata huyu hamna kitu, akamuita. Wachezaji hao hapo, japokuwa sio jambo zuri unajua kutokea. Ilimtokea bwana Ali Dia, lakini kama ambavyo ikaja kugundulika kwamba yule jamaa alikuwa ni tapeli tu, hakuwa hata mchezaji by the way. na hata agent wake naye alikuwa tapeli vile vile, na ndio maana alifanywa promo kubwa. Ikaja hiyo tagi kwamba huyu mtu ni ndugu yake Jojuea. Yani unafikiria kwa mfano Simba pale anapelekwa mtu, jamani huyu ni mjomba wake Chama kabisa, yani mpwa wake kabisa. Au kama Morrison alivompeleka ndugu yake Kingogo afu acheze. Lakini Kangalombo ana kitu bwana, ana kitu. Yes, anahitaji muda tu. Na anahitaji kuadapt kwa haraka zaidi. Kwa sababu movement, wachezaji wanafanya movement. Maana mnapenda mikimbio. Yani hilo neno unasema ndio mchezaji mzuri. Unajua kamanda atakuwa anamfahamu Wilcox. Jason Wilcox. Namjua. Ana kitabu chake kinahusiana na issue za rotation. Anacheza Leeds United. Ana kitabu chake ule kinahusiana na mambo ya rotation and movement. Yani umuhimu wa kufanya rotation kiwanjani, wachezaji kubadilishana nafasi ama kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, na uwezo wa kufanya mikimbio ndani ya uwanja. Kuna faida zake pia, kwa sababu tunasema
mchezaji anapokuwa anafanya movement kiwanjani anampa faida mchezaji mwenzie ndani ya uwanja. Kwa sababu Juma ukifanya movement kwenda upande wa kushoto, mchezaji wa timu pinzani akaja kufanyia marking, pale anapotoka ile eneo linabaki wazi ambalo Evans anaweza kafanyaje akalitumia ndani ya uwanja. Na wakati mwingine tunasema faida ya kufanya movement ni kutokuwa predictable uwanjani. The way ambavyo mnafanya movement zaidi ni kipindi ambacho mnawapa ugumu zaidi wapinzani, kwa sababu Juma ukiwa anafanya movement muda wote, kwanza inampa ugumu yule anayekuzuia wewe, apati muda wa kupumzika, lakini apati ule muda wa kujua kwamba okay, hiki wanachokifanya lengo lao ni nini. Kwa hiyo kuna faida ya hizo movement, hususan pia ukiwa kama mshambuliaji. Movement ni kitu muhimu, kwa sababu unaona kuna wachezaji silaha yao pia yenyewe ni kasi. Yes, kabisa. Unanielewa? Kwa hiyo na ukiwa kama mshambuliaji wa pembeni, ukiwa una kasi, unaujua mpira na unaweza kutoa zao la mwisho kiwanjani, inawezekana ukawa ni mchezaji ule kamilika zaidi Kamanda. Unakosea. Uko sahihi. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa Evans, tumalize sasa baada ya mechi hiyo, kwa namna ambavyo Yanga wanakwenda, bado wako kwenye mashindano, kwa maana mashindano haya, lakini pia wako kwenye mbio za ligi kuu. Utetezi wao wa makombe haya muhimu sana za ndani, kwa mwenendo wao unaona kabisa kuna uwezekano wakaondoka na makombe yote mawili, ama aidha wakachukua kombe moja wapo. Inawezekana makombe yote mawili. Ndio. Ni kwa sababu ya performance waliokuwa nayo, ina muendelezo. Unajua ingekuwa ni timu ya kusuasua kama ambavyo tunaiona Azam, unashinda leo unapata sare zako 3 unafungwa, kidogo ingekuwa inatia mashaka, ila kwa namna ambavyo Young Africans inacheza inakupa picha kwamba hawa wanaweza kwenda kupata ubingwa wa ligi, wanaweza kupata ubingwa wa FA, ni kwa sababu ya matokeo mfululizo, na haijalishi wanacheza na nani. Mtu yote anayecheza naye wao wanaamini tuna kikosi bora, tunaweza kushinda mchezo wote wa mpira wa miguu. Kwa hiyo bado mimi nafasi ya Young Africans kutetea makombe yao yote naiona. Yani wanaweza kufanya hivyo kwa aina ya wachezaji walionao, maingizo mapya, taratibu yanaanza kuadapt mazingira ya ligi, vitu gani vinatakiwa kufanyika kwenye mchezo, vitu gani wanatakiwa kufanya nje ya mchezo. Kwa hiyo naamini nafasi wanayo. Ukiangalia kwenye ligi wanaongoza wao, FA huku tayari jana wamemnyoa mtu chuma 3. Kwa hiyo bado nafasi ipo, naamini ni wao wenyewe tu ku maintain hicho walichonacho mpaka mwisho wa msimu, alafu tuje tuone matokeo yake, ila nafasi bado iko pale pale. Nafasi bado iko pale pale, na wewe tuandikie message yako. Yes Kamanda, unataka? Nilikuwa nasikiliza mwanzoni wakati anazungumza msemaji. Yes. Jana niliangalia kuna wakati mmoja, yani unajua Coast wanavyocheza kweli, kocha Mwambusi ana kazi, kwa sababu kuna move moja hivi alipiga TikTok mtu ile Ikangalombo, uliona ile imekula besela ile. Sasa angalia cross, mtu alikuwa anapiga cross umbali ambao mtu alikuwa anatakiwa kumkaba alivyokuwa, alafu ndani ya 18 peupe Ikangalombo yani hajazungukwa. Sasa ukiwa unacheza namna ile alafu unasema ujui tatizo nini, inafurahisha kidogo unajua. Kwa sababu timu ya ligi kuu utegemei yani uione inacheza kwa mazingira yale. Angalau fanya mechi iwe ngumu kwa mpinzani wako kidogo, na sio kwamba hawezi, lakini hilo halionekani with consistency. Kabisa. Leo nafanya hivi, alafu yani ilikuwa ni mechi, ndio maana nakwambia kwamba Yanga hawakuhitaji kutoka kwenye gia ya kwanza yani kwa mfano. Na wewe hata kile ulichokisema jana kwamba ni mechi nyepesi ni kwa sababu ya Coastal Union kutokuwa na ubora huo ambao nilihesabu hapa, niliohesabia toka Septemba 13 mwaka jana mpaka leo ambayo ni Machi 13 2025. Coastal wamecheza jumla ya mechi 21, wameshinda mechi 4 peke yake. Sare sijui wamesare 5, zingine zote wamefungwa, na ni moja ya timu ambazo zinaongoza kwa kucheza mechi mfululizo ambazo wanapoteza. Kuna mechi wamecheza 4 mfululizo wanapoteza mara kama 2 hivi. Lakini pia Kamanda, ukisikiliza wakati unasema hapo Mwambusi ana kazi kubwa kufanya, ukiwa unasikiliza hizi interviews za makocha kabla ya mchezo, mara na kwa bahati nzuri unaongea maneno ambayo yanafanana kama umfuatilia vizuri. Mimi wanafuatilia zaidi za mwishoni zile. Za mwishoni zinafanana kwa sababu mara nyingi mchezo salama hakuna aliyeumia. Unamkuta mchezaji anakuambia naamini mwalimu hapo kaulizwa leo mmepoteza mechi hii, mechi ya 4 mfululizo mnapoteza. Labda changamoto ni nini?
Mimi naamini mwalimu ameliona kosa, ameona mapungufu na atayafanyia kazi. Unajua mpira ni mchezo wa matokeo matatu, kamaliza. Lakini Juma, kabla ya mchezo kuanza, walimu wakiwa kwenye zile pre-match zile, walimu wengi na wasikiaga wanasema, sasa ngoja kwanza, ukisema pre-match meeting watu watakuelewa, unazungumzia team talk sasa ya kocha. Yes, yani anavozungumzia, yani kwenye press anavozungumzia mchezo kabla hujacheza. Yeah, okay. Na watu wanaweza wakahisi tunazungumza mambo ya pre-match meeting, watu wa kutoa taarifa. Yes, kitu ambacho anakisemaga zaidi kamanda ni kwamba mwalimu anaweza kaujia akakwambia mchezo tunaenda kucheza ni tofauti na mchezo uliopita. Yes, ni sahihi. Na mwalimu anaweza kusema kwamba approach ya mchezo uliopita haiwezi kufanana na approach mchezo ambao tunaenda kucheza. Maybe labda ni kesho ama kesho kutwa, whatever. Lakini nachotaka kukisema Juma ni kwamba wanachokiongea kwenye zile interview si kile ambacho kinaenda kutokea viwanjani kwa asilimia kubwa sana. Approach mimi naonaga kama zinafanana. Yaani katika kila mchezo ukiangalia Coast walichokifanya kwenye mchezo uliopita wanaweza kukifanya na kwenye mchezo unaofuata. Utofauti ni kwamba kuna mechi baadhi ya wachezaji wako bora sana kiwanjani. Ndio maana unasikia Coast kapata matokeo ama ka perform vizuri. Kuna mchezo wanacheza au wachezaji ambao angalau wana consistency ama wanaweza kukupa kitu bora kiwanjani. Hiyo siku na nyewe akiwa chini ndio unasikia dhahama. Coast kapoteza mechi ngapi pasipo kufunga goli na vitu kama hivi. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba at least walimu basi wanachokisema kio kina reflect na uhalisia ambao unaenda kutokea uwanjani. Approaches zile zinaonekana. Of course kuna siku kamanda hapa alishawahi kusema kwamba labda kuna shida kwa wachezaji wetu pia kimbinu. Lakini kuna vitu ni basic tu. Kudefend. Unajua Magunga ni kukatishe hapo kwenye basics. Ndio sehemu ambako wachezaji wa Kitanzania wana tatizo kubwa. Kwa sababu unajua unazipata basics vipi? Kwa kuanza kuna kitu ile wanaita organized football kwamba umekutana na kocha kwa mara ya kwanza ukiwa na umri gani. Sawa. Zamani kwa sababu labda ya mpira haukuwa level ambao umefikia hapa, unakuta mchezaji unakutana na kocha kwa huku Afrika baadaye sana. Of course sasa hivi kwa sababu hata shuleni unaweza kukuta kuna kocha yuko qualified, lakini bado kwa nchi kama Tanzania tuna hiyo changamoto. A lot of players unakuta akakutana na kocha kwa mara ya kwanza na miaka 17. Yeah, ni kweli. Kwa hiyo mwanzoni huku hakuna. Na pia issue ya umri. Kama tukiwa wa kweli wachezaji wengi huwa wanajoin mfumo rasmi sehemu ambako wanaweza kufundishwa wakiwa tayari umri umesogea. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ana umri wa miaka 13 yuko kwenye yani mtu yuko kwenye umri wa chini ya miaka 13 lakini tayari huyo mtu labda ana 16 17. Na unajua miili yetu kibongobongo, ukimwangalia mtu kama Juma Ayo kwa mwili wake ulivyo, can you imagine wakati akiwa na miaka 15 labda au 17, obviously mwili wake ulikuwa mdogo zaidi. Kabisa. Anaweza kumasquerade tu vizuri kama under 13 na maisha yakaendelea. Kwa hiyo shida yetu kubwa iko hapo. Kwa mfano angalia mistake kama ile aliyofanya Chasambi ile. How many times unaona wachezaji wana attempt pasi kama ile ila outcome inakuwa sio ile tu. Lakini kwenye basics watu wanaelekezwa kwamba bana ukiona mpasia kipa usipasi moja kwa moja. Pass across ili hata kama kuna hatari huyo mtu bado awe na distance. Sawa. Kwa hiyo shida kubwa iko hapo na wachezaji wetu wengi wana vipaji. Yaani naturally gifted. Yaani kipaji unakuta anacho. Makocha wengi wakubwa wamewahi kuja hapa wanasema hivyo. Ukimsikiliza mtu kama Joseph Omogi, one of the biggest coaches hapa Afrika ambaye amewafundisha kina Samuel Eto'o, kina nani, kina Patrick Mboma, anakuambia kwamba Tanzania hapa ni moja kati ya sehemu ambazo amewahi kuona yeye kuna watu wana vipaji hawajafundishwa na mtu yoyote, ana kipaji tu. Ukimuuliza atakutajia mtu kama yule Mcha Viali aliyekuwa Habis Mcha, anakuambia yule ni mmoja kati ya one of the best talents ambazo yeye amewahi kuziona katika maisha yake. Mungu mmoja wa kushoto. Umeona, lakini ukimwangalia amebaki kuwa hivyo talent without development, na ndio maana mchezaji kama huyo unakuta labda career yake haijakwenda mbali. Kwa hiyo hapo kwenye basics unapopaona wewe kwamba ndio yani kitu ambacho mtu anatakiwa kimaste, ndio sehemu ambako
tumekosa huo msingi, na ndio changamoto kubwa wakati mwingine inayosababisha hata idadi ya wachezaji ambao tuna export kwenda nje ni chache sana compared to wenzetu Kenya na Uganda ambao they have more developed players katika umri sahihi wa kuanza development tofauti na sisi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.